Halo, mambo vipi rafiki na coders wote? Karibuni tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya HTML. Kwa wale ambao ni wajuzi, si mbaya kuchukua nafasi hii kama sehemu ya kujikumbusha au kuangalia anachokifanya, na kwa wale ambao si wajuzi, ni muhimu kwao kwa sababu wanajifunza kitu kipya na kitaweza kuwajenga na ni muhimu katika utengenezaji wa tovuti. Somo la leo ni jepesi, zuri na tamu kwa sababu ni kitu ambacho hutumika mara kwa mara katika tovuti zetu, na si kingine kama unavyoona hapo ni anchor tag. Tunakwenda kujifunza kuhusu anchor tag, lakini pia kuna vitu ambavyo vinatumika ndani ya anchor tag kuikamilisha, ambapo ni hyperthetical reference au hyperlink na URL au uniform resource locator. Tupate ufafanuzi wa anchor tag ni nini. Anchor tag ni tunasema ni label inayofafanua, au mimi naweza kusema ni alama inayofafanua kiungo ambacho kinatumika kuunganisha kutoka ukurasa mmoja hadi ukurasa mwingine. Anaposema inafafanua kiungo, manake hii ni label tu, itafafanua kiungo. Kiungo hicho ni kiungo gani? Ni URL ambacho kinatumika kuunganisha kutoka ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Kwa ndani yake ya anchor tag inabeba kiungo hicho ambacho kinatusaidia kutoka ukurasa mmoja kwenda ukurasa mwingine. Na sifa muhimu zaidi ya kipengele cha anchor tag ni sifa ya hyperthetical reference au hyperlink, na hii ndio inaenda kubeba kile kiungo ambacho tunakitaja hapa juu, ambayo kinaonyesha mahali kiungo kinatupeleka au kinakokwenda. Sawa. Hyperthetical reference au kama tunaweza tukaita, labda tukaita hyperlink, tunasema katika HTML ni muhimu kuunda viungo. Kwa hiyo hii inatumika kuunda viungo, ni attribute ambayo ndani yake inabeba viungo, ikibainisha URL lengwa, yani uniform resource locator, ambayo mtumiaji ataelekezwa anapobofya. Kwa hiyo ukibofya inakuelekeza katika ukurasa fulani. Kimsingi hutumiwa pamoja na label ya hyperlink, yani mara nyingi by default, mara nyingi sana tunaitumia kwenye anchor tag, lakini pia inaweza kutumika katika vipengele vingine vya HTML, element zingine ambayo inaweza ikawa ni area, ambapo ndani yake utaweka hiyo hyperlink, sawa, au kwenye link au kwenye base. Lakini leo tutajikita upande wa hyperlink, lakini namna itakavyoandikwa itaandikwa katika ufanano ule ule ambapo utafanya katika link na base au area au katika tag zingine. Namna ya uandishi wake ni kama hivi, unaweza kaona jinsi ya kuandika ni unaandika opening tag, unafungua ile tag ya kufungua na ya kufunga. Ndani utaandika ile hyperlink kwenye ule upande wa opening tag, ile tag ambayo unafungua ndani utakapoandika. Usiandike kwenye hii ya mwisho, utaandika ndani, utaandika hii hyperlink, pia utaweka URL ndani yake. Ukishafanya hivyo, kisha utaandika jina la hiyo URL kwenye ukurasa ambao unataka uweze kwenda. Kwa hiyo hii URL ndio kiunganishi, lakini hii ndio attribute ambayo inatumika kuweza kuingiza hivyo viunganisho. URL zina mifano mingi, inaweza kuwa katika mfumo huu, inaweza kuwa katika mtindo huu HTTP, lakini pia hata ndani ya hii text editor unaweza pia ukatengeneza hizo link kutoka faili moja kwenda faili nyingine. Inaweza kuwa katika kuunganisha labda page moja na page nyingine ukatengeneza. Kama unavyotazama hapa, unaweza ukaingiza kwa namna hiyo, unaandika hiyo anchor tag, opening tag, utaandika hiyo hyperlink, alafu kisha utaingiza URL kama nilivyoiandika hapa, kisha utaandika jina lake. Kwa hiyo itaonekana itakuwa ni Facebook, kitakachoonekana hapa itakuwa ni Coistic, itakuwa ni trial code. Ndani umeshaandika zile hizi, ushaingiza hizo URL. Kuna muonekano ambao hujitokeza mara nyingi sana. Kwa mfano, kama ukitazama, ukibofya ile ambayo haijabofya inakuwa na mstari wa blue, ikishabofya inatengeneza zambarau, na zile ambazo zinatumika huwa zinakuwa zinatengeneza rangi nyekundu. Lakini pia kuna muonekano mwingine ambapo unaweza kuutengeneza mwenyewe. Kwa mfano, unaweza kufanya ikawa ni button au ukafanya ikawa ni picha. Utakachofanya ni kuingiza zile kodi katikati. Kwa mfano, hapo ndani unaweza kaingiza picha au kaingiza button. Twende tuangalie nini ambacho kinaweza kutokea. Mara nyingi hutokea kitu kama hichi. Unaingiza kwenye tovuti na kukutana na kitu kama namna hii, ambapo ukibofya unashangaa unakwenda katika ukurasa mwingine, lakini pia ukibofya kwa mfano na kwenye ukurasa mwingine kama hivyo.
kinachotokea ni hiki ambacho nimekieleza. Basi tuweze kuandika kodi kwa kufuata utaratibu ule. Kwa kitu cha kwanza nitakachokifanya nitaandika UL. Nafanya FC lazima, lakini ni vizuri kwa sababu inatusaidia. Naamua kufanya hivi list kwa sababu list itatusaidia si kuweka katika mtiririko kama mlivyoona mwanzoni pale zilikuwa zimekaa katika mtiririko ambao ni wa wima, yani vertical. Kwa list inasaidia kufanya kitu kama hicho, lakini naweka katika mpangilio wa orodha. Kwa nitaweka list, sio lazima, lakini ni muhimu kwa sababu ya mpangilio. Ziwe katika orodha. Ndani nitaweka sasa zile anchor tag zangu ambapo itakuwa ni nitaweka anchor tag, itakuwa opening tag na closing tag. Hapa tazika na nakili ili niweze copy na kuzipaste, tusiandike code kwa kupoteza muda. Video inapaswa kuwa fupi. Kwa hiyo humu ndani kwenye hyperlink tutakwenda kuandika hyphen. Ndani humu tutaandika hizo link. Tutaandika hizo link. Kwa hapa ndani taandika ile, tuandike labda kwa mfano tumie hizi linki ambazo ziko hapa juu. Kwa hiyo nitaanza na hii try code, alafu tafuatia na list na nitamalizia na hii gallery. Kwa utakuja hapa nitaandika try code.html. Nimetumia kama URL. Sawa. Lakini hapa nimekuja nitaandika try code, jina lake huu ukurasa try code. Sawa. Lakini hii hapa taipa jina list au niite orodha, itakuwa ni list kwa sababu huwezi kubadili kwa sababu unatakiwa uandike kutokana na link inavyosema hiyo. Sawa, HTML. Hapa naweza nikaandika orodha. Lakini hapa pia naweza nikaipa tuipe gallery.html. Hii tuipe, hatuko online, tuipe tu jaribu.facebook. au www.google.com. Baada ya kufanya hivi tayari tushatengeneza linki zetu. Nikienda nika run, nita save na nita run, utaweza kuona zinatokea, zimekuja na bullet kabisa, kwa sababu kama tulivyozungumza kwenye video tangulia, by default inakuja katika bullet. Kwa hiyo nikienda nikabofya hapa itaweza kwenda kutokea. Kwa mfano nikibofya hii itanipeleka katika ukurasa huu hapa wa insert data. Kwa hiyo nikirudi pia nikaandika, nikaja kwenye list, na kwenye list kama kawaida, na tukienda kwenye gallery itatupeleka kwenye picha, kwenye ukurasa wetu kwenye picha. Lakini tukienda kwenye Google hatuko online, ndio changamoto. Tulikuwa online ikatupeleka. Kwa hiyo huu ndio uandishi. Ukitaka kutoa hizo dot kama kawaida ni rahisi tu, unaweza ukaja humu ndani, au unaweza ukatengeneza ni faili pembeni la CSS ukafanya, lakini kwa tufanye tu humu ndani. Tunaanza style, tushajifunza huko nyuma, nakumbuka sehemu za kuandika CSS, kwa ndatufanyia humu ndani. Kwa nitakachokifanya nitaandika kitu kinaitwa list style. Sijui kama niko sahihi, muda mrefu sana nimesoma list style. Yep. Tunaandika nani? Naandika nani? Nadhani pia ukiandika decoration ukaandika nani inaweza kafuta, lakini tuache kwa hivyo, imekubali. Kwa hiyo hizi zinabaki ni link. Kwa ukibofya na kupeleka kwenye ukurasa ule, na ukija pia ukafuka bofya kupeleka kwenye picha, orodha tuleta hapa. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho nilikuwa nakusudia tuweze kujifunza. Na kwa mfano highlight ukaenda kwenye element uka inspect, unaweza ukaona inatuonyesha pia huko ndani kama ndicho tulichokiandika.
kama mnavyoona huko ndani, na link hizi hapa. Kitazama pia tena hapa imeandikwa ile, imekuwa tumetumia kama u ndio URL yetu, Uniform Resource Locator. Utaona zimejitokeza kote kama hivyo. Kwa hiyo ni somo jepesi sana, lakini ya muhimu sana, kwa sababu vitu hivi vinajitokeza sana na vinatumika mara kwa mara. Ni ngumu kukuta tovuti sio kuwa na vitu hivi. Inaweza kuwa katika isionekane hivi, lakini ikawa katika picha, ikawa katika button. Kwa hiyo tufanye katika button uweze kuona. Utakachofanya huko ndani, naweza nikaja nitaandika tu button, alafu kisha huku nitakuja nita close. Sawa, kija tukafanya pia kwa hiyo tukisave utaweza kuona hizi mbili zinatoa button. Sawa, unaweza kuona zimeshakuwa button. Kwa hiyo ukibofya zinatupeleka kule kama kawaida. Kwa hiyo unaweza ukaiona ni button, lakini ikawa pia ni link. Lakini pia unaweza kuzifanya zikawa picha. Badala ya kuonekana hivi ukatengeneza picha. Kwa mfano unaweza tukaingia huko ndani tukaandika kwamba hii gallery ikawa ni picha. Kwa mfano nikaandika img huko ndani, nikaweka kitu kinaitwa CSS source, alafu ndani nikaingiza picha. Kwa mfano picha inaweza ikawa labda tuseme basketball ilikuwa ni JPG, sina hakika kama JPG. Okay, sawa, lakini itakuwa kubwa sana. Sasa tukaipunguza, tukasema tuipe upana, tuipe 30 pixels, na height tuipe 20 pixels. Niko sahihi kweli? Save na to learn. Unaweza kuona hapa imetokea, imekuja katika mtindo ambao ni wa picha. Kwa hiyo tunaweza tukaiongeza iweze kuonekana vizuri, labda 80, hii iwe 30. Kwa hiyo tukirani tunaweza kuona vizuri. Kwa hiyo labda tuweze kuzoom. Nikienda nikabofya hii picha basket, anipeleka kwenye picha. Kwa hiyo unaweza kuona ni picha ndani ya nyuma yake ikawa ina link, ina hizo link ambazo zinakupeleka katika ukurasa mwingine. Kwa hiyo ukitizama inaandikwa hivyo, ukitazama muonekano tulivyoandika hapa na huku tumeandika kitu kile kile, na kimeweza kuleta matokeo ambayo tuliyatarajia. Kwa hiyo somo hili ni jepesi. Kwa hiyo somo la kuangalia kwa leo ni hili. Ni somo jepesi sana, lakini zuri na muhimu, kwa sababu linatumika mara kwa mara kwenye tovuti. Ni ngumu sana, sijai kuona tovuti ambayo inakuwa haina link, ni nadra. Kwa hiyo ni somo muhimu sana, na naamini umepata kitu kipya, na kwa wale ambao wanafahamu, nadhani pia wameweza kuona wapi nilipopatia na kukosea, na hii nafasi yao wao kutoa maoni hapo chini. Kwa wale ambao hawajasubscribe, niombe muweze kusubscribe, lakini usiache kushare kwa wenzako, wape wengine waweze kujifunza. Usisahau kulike, usisahau kutoa maoni yako, lakini pia kubofya notification ili inapoweka video iweze kukufikia. Asante sana, nikuombe tukutane katika video inayofuata.